Yesu atubariki. Tunasema siku ya leo ni siku ya dini, siku ya muziki. Asante sana. Nashukuru kuwa hapa. Ningependa kuweza kumshukuru Elda Kimani, rafiki yangu sana, aliyenipa makaribisho ya kuja hapa. Mimi najua kuna watumishi wa Mungu ambao wangekuja hapa wakubwa kuniliko mimi, lakini bingu ikaonelea ni vyema mimi mdogo jinsi nilivyo mdhaifu nije niwahudumie. Nashukuru Mungu sana. Mungu aweze kuwabariki. Siku ya leo tumekuja kuimba na kumtukuza Mungu, lakini zaidi ya yote tumekuja kuinua vijana wa kanisa hili. Sasa baada ya haya mahubiri, tutafute mbinu ya kuweza kuinua vijana wenzetu. Sawa sawa, watu wa Mungu. Mungu atubariki. Asante. Naomba leo mniruhusu leo niwatie nguvu tu alafu nikae chini. Wangapi wanakubaliana na hii maneno? Nisihubiri sana. Bwana asifiwe. Unajua bado natafuta network ya watu wa Kenya Service. Nataka nione kama ndaenda sana ama ndakakaa kidogo ama ni maintain standard ndo waniite tena, si ndio? Na tunaomba Mungu wetu tubariki katika ibada ya siku ya leo katika jina la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Tembea nami kwenye kitabu cha Danieli 12:1. Fika pale. Ukifika pale utapata kunipa tuweze kupata kusoma andiko. Linasema hivi, Danieli 12 mstari wa kwanza. Biblia inasema vipi? Umefika pale? Msomaji yupo wa Kiswahili? Nataka msomaji mzuri wa Kiswahili. Ni msomaji yupo? Mpe kipaza sauti. Msomaji mzuri wa Kiswahili. Kitabu cha Danieli 12. Kama unaandika, andika hivi, Danieli 12 mstari wa kwanza. Soma msomaji. Mstari wa kwanza kitabu cha Danieli inasema, wakati huo Mikaeli atasimama. Endelea. Jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako. Na kutakuwa na wakati wa taabu. Endelea. Mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo. Inaendelea kusema, na wakati kuwapo taifa hata wakati huo, na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Mnasemaje? Amen. Yaani Biblia inasema, ujumbe wa siku ya leo inasema, hata wakati wa taabu Mikaeli mkuu atasimama. Amen. Yaani andiko linasema kuna wakati inakuja. Sikiza hivi ewe msabato, sikiza hivi. Kuna wakati inakuja ambayo hautarajii. Na wakati huu andiko linasema wakati huo Mikaeli mkuu atafanya nini? Atasimama. Na hakuji kusimama. Huyu Mikaeli ni wa aina gani? Andiko linasema sio Mikaeli wa kipekee. Anasema ni jemedari mkuu. Na huyu jemedari atakuja wakati wa taabu. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Amen. Kumbe katika maisha yetu ya Ukristo kuna wakati inakuja. Wakati ambao ni wakati wa taabu. Tuko na wakati mbalimbali katika maisha. Ukienda mhubiri atakwambia kila jambo utendeka kwa nini? Kwa wakati wake. Lakini hapa tunaambiwa kuna wakati inakuja, watu wa Mungu. Na wakati huo Mikaeli atasimama. Kuna kipindi katika maisha yako unahitaji watu wasimame na wewe. Kipindi ambacho ni wakati wa taabu, unamhitaji angalau hata mtu mmoja asimame nawe. Lakini hiyo ndio wakati kuna watu wengine tunapenda kudisappoint wengine. Ni kipindi ambacho watu wengine hawatashika simu yako. Ni kipindi watu wengine hata kukusalimu hawatakusalimu. Bwana asifiwe. Amen. Mimi nasema hivi, kuna wakati inakuja. Andiko linasema itakuja kipindi cha taabu. Na kwenye kipindi hicho Biblia inasema Mikaeli mkuu, na sio Mikaeli tu, jemedari mkuu atafanya nini? Atasimama. Waimbaji fulani wakaimba akasema, amesimama nasi, magumu wakayaondoa, angalia sasa tutembea huru, jina lake. Mungu amesimama nasi. Lakini anasema atakaposimama nasi, asimamae upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu. Nikuulize hivi, katika maisha yako wewe mtumishi wa Mungu, kuna kipindi ambacho haukipendi, kipindi ambacho kuna wakati mwingi hatujajiandaa kwa wakati wa taabu, lakini bado inakuja tu. Lakini andiko linasema wakati huo Mikaeli mkuu atasimama.
Mikaeli mkuu atasimama katika kipindi hicho. Mimi sijui unapitia kipindi gani maishani. Leo hii ulimwengu itakwambia jambo ya kuwa kama leo ni ngumu, basi tomorrow itakuwa sawa. If today is bad, tomorrow is better for you. Ulimwengu itakwambia hivyo. Lakini Biblia itakwambia hata wakati kuna nyakati ambazo zitafika, ulimwengu huu tunaopitia changamoto zitazidi. Biblia itakueleza ya kuwa katika nyakati hizi sukari haitateremka, mkate itazidi kupanda. Hakuna siku mambo yatakuwa mazuri, yatazidi kuharibika siku baada ya siku. Lakini hata wakati huo Mikaeli atafanya nini? Kanisa la Mungu atasimama. Napenda jinsi tunavyorandana pamoja. Biblia inapata kutujenga na kutupatia taswira nzuri ya kuwa kuna kipindi ambacho ukweli ni kwamba mambo hayatakuwa mazuri, yatazidi kuwa mbaya siku baada ya siku. Lakini tumaini hili msikilizaji, tumaini kwamba Danieli anatupa mtazamo ya kuwa Mikaeli atakaposimama itakuwa ni wakati wa kuokolewa kwetu. Mtu wa Mungu sikiza, Danieli anatupatia tumaini. Danieli huyu anatupatia matumaini ya kwamba hata wakati wa taabu Mikaeli atasimama. Kwa kweli kusimama ni swala nzuri sana la kutia wengine moyo. Kusimama ni swala nzuri ya kuinua wale wanaoanguka. Lakini sasa Yesu anasema hata simama tu, bali atawaongoza. Huyu ndio Kristo ambaye nampenda. Msomaji nisomea andiko la mwisho peke yake. Kitabu cha Zaburi. Mwanazaburi anasema hivi, Zaburi 23 mstari wa 2 na wa 3. Fungu la mwisho. Ukimaliza kusoma unafunga Biblia. Tuchambue kidogo, tuanze muziki sasa. Bwana asifiwe. Msomaji jaza fungu. Kitabu cha Zaburi 23 mstari wa 2 na wa 3. Andiko linasema hivi msomaji. Mstari wa 2 inasema, katika malisho ya majani mabichi unilaza. Katika malisho ya majani mabichi yeye hunijaza. Huyu ni bado Mikaeli tu, endelea. Kando ya maji ya utulivu huniongoza. Kando ya maji matulivu yeye hufanya nini? Huniongoza. Kumaanisha huyu Yesu jambo lake ni hili moja. Yeye atatuongoza, sio kusimama tu nasi, bali atanipa mwongozo ya kupita katikati ya taabu. Sikia nikwambia hivi wewe msabato, kumbe kuna wakati tunaomba Mungu hajibu maombi yetu. Sio kwa sababu hatusikii, ni kwa sababu atakapojibu hitaji lako kwa wakati unaofaa, wewe utakuwa na kiburi. Utasema kwa sababu niliomba Mungu akanisikia. Unahitaji jambo ni kuombe, mimi nikikuombea Mungu atanisikia mimi. Kumaanisha ni kama hata kusikia wewe. Lakini kuna wakati tukiomba Kristo ataweza kutusikia na atujibu kwa wakati unaofaa. Kwa sababu gani? Sikia hii statement nimetoa mbali sana. Kwa sababu wakati huo atakujibu atakapo protect brand yake Yesu. Hiyo point nimetoa mbali na hata usemi amen. Amen. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Amen. Pointi yangu ni hii. Wacha nirudie. Muulize jirani umeelewa ama pastor arudie? Amesemaje? Amesema pastor arudie. Haya, wacha nirudie. Kuna wakati tunaomba, watu wa Mungu, sikia hii pointi. Kuna wakati tunaomba Mungu hatujibu. Kwa sababu gani? Atakapo tujibu tutakuwa viburi na kuanza kusema Mungu anafanya nini? Ananisikia. Lakini kuna kipindi ambacho unaomba Mungu anajibu kwa wakati unaofaa. Kwa sababu gani? Anajitukuza yeye kupitia kwa maisha yako. Amen. Kuna watu wa Mungu Kenya Service bwana. Hiyo pointi nilikuwa nimetoa mbali sana. Mara nyingi kuna watu katika maisha tunahitaji wasimame nasi. Kuna kipindi ambacho waimbaji wanapitia ngumu sana, wanahitaji Mungu asimame na wao. Kuna kipindi ambacho, sikiza nikueleze hivi, wewe mtumishi wa Mungu unaomba kwa kweli na Mungu anabaki amenyamaza, haimaanishi yuko mbali na wewe. Kuna wakati taabu inakuzinga, kuna wakati msongo wa mawazo inakujaa. Hiyo ndio kipindi ambacho Mungu ako na wewe. Swali ndio hii, umemruhusu Yesu asimame pamoja nawe? Umemruhusu Kristo asimame pamoja nawe? Leo hii ulimwengu wa siku ya leo wengi hatumtambui Kristo. Kwa sababu gani? Tunapenda kusikia watu walisimama. Tunapenda kutembea katika ulimwengu kwa sababu ya historia ya watu.
Mungu aliniokoa, alitembea nami. Swali ndio hii, ni lini Mungu alitembea na wewe? Waimbaji, Bwana asifiwe. Kuna kipindi ambacho unakuwa hospitali wakati wa taabu, in the time of trouble. Katika kipindi hiki unahitaji angalau hata watu wa kutembelee. Hiyo ndio wakati watu wanakuwa busy. Kuna kipindi ambacho unapata msiba, hata watu wakuji katika msiba ya kwenu wakati wa taabu. Kuna kipindi ambacho kazi inaleta shida, hauna amani kazini. Biblia inasema wakati wa Mikaeli atafanya nini? Atasimama. Kuna kipindi ambacho nahitaji hata watu wa familia wasimame na mimi, ndio wakati wananitenga. Kuna kipindi ambacho nahitaji watu wanishike mkono, hata si kunisaidia tu, waniambie jamani mchungaji sikiza hivi, hili jambo linawezekana. Kuna wakati jamani tunahitaji kuweza kuwa at least upande wa watu kuweza kupata kulala na kuweza kusolve problem zao. Si lazima usaidie mtu. Jamani mwambie tu jamani sikiza hivi mama, unajua nini? Mungu atakuonekania. Amen. Zidi katika maombi. Mimi najua Mungu atakushindia. Ndio kitu watu wanahitaji kusikia. Lakini mara nyingi hatupendi kutia watu moyo. Tunapenda kuwazungumza nyuma. Biblia inasema kuna wakati unakuja unahitaji Mungu asimame nawe. Sehemu ya pili ndio hii. Huyu Mungu asimami nasi bure tu. Anasema wakati wa taabu atawaokoa watoto wake. Kuna watu wengine hapa tunahitaji Yesu atuokoe. Tunatembea katika dunia ambayo jamani changamoto ipo. Ukiamka changamoto. Leo hii ukiamka hata ukipata kichwa inakuuma, ambia Mungu asante nani? Ambia Mungu asante. Kichwa kinakugonga kidogo tu hivi. Na unaweza kutembea uende at least hata utafute shilingi 10 kwa siku. Wewe ni tajiri nani? Wewe una pesa. Vijana, Bwana asifiwe. Vijana sikieni, hakuna mwanaume ana pesa. Vijana, Bwana asifiwe. Majenzi mpo? Nasema hivi, hakuna mwanaume hana pesa. Matumizi ndio tofauti. Ni nani ana pesa? Nirudie tena. Hiyo pointi ni nzito sana. Ladies in the house, mko salama? Ladies. Nataka mwanaume ambaye ana pesa, amesha make it in life. Sikia, siku inakuja wakati huo. Lakini jua wanaume sote, wanaume amjambo. Wanaume amjambo. Tuna pesa au hatuna? Tunazo. Ni nini mnakuja kutusumbua wakati mwingine? Lakini nini ndio shida? Matumizi. Kwani shilingi 10 si pesa? Si ni pesa. Lakini nini tofauti? Matumizi ndio tofauti. Tunahitaji Yesu atuokoe ili matumizi yetu yasiumize sadaka yetu. Ungesema amen, ningeomba nimalizie pale. Bwana asifiwe. Jamani fikiri hivi. Ona pahali Mungu amekutoa. Mtu wa Mungu, ona pahali Mungu amesimama na wewe. Kuna wakati unasema mimi nina watu wa ukoo. Kuna wakati unasema mimi nina watu ambao wananijali. Kuna wakati watakuwa wakikuangalia ukiingia katika tundu la simba huku wakibaki wamecheka. Lakini tunaye mmoja, rafiki wa kipekee, anayeitwa Yesu. Amen. Anasema nitakuwa nawe mpaka mwisho wa dahari. Yaani nitasimama nawe katika kipindi ambacho tunadharau wengine. Yesu anasema atatuokoa. Kuna wakati nahitaji Yesu atembee nami. Wakati umebarikiwa na pesa nyingi, watu watakusalimu kwa nini? Kwa mikono miwili huku wakiinama. Kuna kipindi ambacho hata watakupigia simu wakujulie hali. Lakini hebu poteza vyote. Hata kukuona hawataki. Tunasema kanisani tusalimiane, tunaangaliana. Tunahitaji Yesu atuokoe na ubinafsi. Amen. Wanakwaya ambao mnaimba, Yesu awaokoe na ubinafsi. Amen. Tunakuja hapa mbele tunaimba, lakini kumbe mioyo yetu bado haijaokolewa. Tunahitaji Mungu atuokoe. Amen. Ni ombi langu. Na hiyo ndio wakati na mhitaji rafiki huyu asimame nasi.
Yesu kwetu ni rafiki, ambiwa aja. Mimi siwasikii. Tukiomba kwa Baba, maombi yasikia. Lakini twajikosesha, twajitweka vibaya, kama tulimwomba Mungu, dua atasikia. Unajua nini, mtumishi wa Mungu? Mungu anakusikia hata ile wakati unaona hakusikii. Amen. Kuna kipindi ambacho mimi binafsi nilipita katika tabu. Nikahitaji watu wasimame na mimi. Elda Ukiriamu anajua hii. Na hata pia Elda Kamau anaelewa hii. Kuna kipindi ambacho nilihitaji watu wasimame nami. Halafu kuna elda wa kanisa hii aliniambia, usijali. Hiyo jambo ambalo umekuwa ukiombea, usijali, Mungu bado anajua. We usiwe na wasiwasi, muachie afanye. Nilipoelewa hayo mambo, kuna vitu mpaka hata wa leo mimi sinanga wasiwasi nayo. Hata nikiingia katika taabu mimi ninafurahi, kwa sababu najua yeye aliyeniruhusu niingie katika taabu ana uwezo wa kunitoa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Pointi yangu ya mwisho ndio hii. Kuna watu katika maisha yetu tunahitaji Yesu atuokoe. Vijana tunahitaji Yesu atuokoe na hii mtandao. Leo hii ukiongea vibaya unaenda wapi? Unaenda ndani. Endelea kutumia mtandao jinsi unavyotaka. Ukiingia kwa channel yangu ya YouTube, naitwa Pastor Brian Mobegi, ingia pale ndani, search. Tumekuwa tukipiga show katika redio ya Baraton FM. Na tukapata kuweza kugundua kuna sheria mpya imetolewa ya mitandao ambayo hatujui. Wewe unaingia kwa mitandao unaanza kutukana watu. Unaingia kwa mitandao unaanza kucomment vibaya. Ukipatikana kunaitwa cyberbullying crime ambao rais alipata kuweza kuiruhusu karibu ni kama siku 10 zilizopita. Wewe unaingia kwa mitandao unaanza kutukana watu na unakuja kutuimbia hapa Sabato. Na kaza mwendo mbinguni. Wachia hapo. Hiyo jana katika mtandao ni matusi. Tunahitaji Yesu atuokoe. Kuna wengine wetu katika mitandao tunaongea pasipo kujua. Tunahitaji nani atuokoe? Tunahitaji atuokoe. Ladies wetu, some of you tumekuwa FBI. Ladies wetu, wasichana wetu, ati hili tuwapende mnakuwa FBI, former black individual. Nilijua hiyo pointi ni nzuri, ndo kwa sababu nimenyamaza. Ladies wetu wanakuwa FBI, lazima wapake rangi tuwaone. Sikiza, hata kama unajipaka mafuta ya Araimis. Sikia mtumishi wa Mungu, hata kama unajipaka Araimis, Mungu atakuonekania na mume mzuri. Shida yako ni nini? Lakini ukweli ni kwamba tunahitaji Yesu atuokoe. Amen. Mavazi yetu jamani, ladies wetu, wewe valia tu vizuri. Enda pale town pale kwa mtumba. Chukua tu skati mzuri, enda kwa fundi ya kushikia vizuri, piga pasi, vaa, kuja kaa hapa chini, anza kuimba nyimbo za Kristo. Usipoambiwa happy Sabbath na mtu kuna shida pahali. Bwana asifiwe. Amen. Tunasema Yesu afanye nini? Amen. Yesu atuokoe. Nilikuwa na mambo mawili. Jambo la kwanza, tunahitaji Mungu asimame na sisi. Jambo la pili, Yesu afanye nini? Atuokoe. Kuna watu tumeingia katika madawa ya kulevya, Yesu atuokoe. Kuna watu kazi imekuwa changamoto, Yesu atuokoe. Familia zimekuwa taabu, Yesu afanye nini? Kanisa la Mungu atuokoe. Uimbaji wetu siku ya leo tumeanza kupotea njia, tunaanza kufuata dunia. Waimbaji Yesu awaokoe. Leo hii tunaimba siku ya leo, tuonekane tumefanya nini? Tunajua kuimba. Tuonekane kwa TikTok kila wakati, tuweke kwa status za watu. Lakini hiyo si kusudi la Mungu. Wewe imba, atawafungulia njia. Mnahitaji subscribers wengi, Mungu atawapa hiyo subscription ambayo mnahitaji. Swali ndio hii, wanakwaya, je, mnatumia muda upi kuweza kuomba kabla ya kuimba?
Nilikuwa na challenge waimbaji fulani wakati fulani. Mnakuja practice hapa, mnatuanga practice vizuri, lakini kuna wakati hata hamupati kuliangalia neno la Mungu. Hasa kama hata huwezi chambua Biblia, unakuja kuimba nini hapa mbele? Unakuja kuimba nini hapa? Huwezi chambua Biblia, hata useme jamani kuna Yesu. Tunaanza kuchambua kitabu fulani, hauwezi, na unakuja kuimba nini hapa mbele sasa? Utaenda kuambia nini watu? Wacha Mungu awakoe waimbaji wetu. Amen. Jambo la mwisho. Si lazima ubadilishe afya yako ili uonekane na watu. Hauhitaji kubadilika ili watu wakuone. Kaa jinsi ulivyo, hata Kristo pia atakuona. Sehemu ya mwisho ndio hii. Neema ya Mungu ni nzito kuliko chochote duniani. I wish ningekuwa na muda nifundishe hii. Jinsi neema ya Mungu ni mzuri. Watu wa Mungu, sikia nikwambie, kama kuna kitu ya kipekee katika ulimwengu huu, ni neema ya Mungu. Wewe unakosea lakini bado anakusamea. Mimi ningekuwa Mungu, ningewaekea token nyinyi watu wa Mungu wenye mko hapa. Ukisumbua na kuwekea tu token ile ya stima. Si ndio? Mko na bahati, mimi si Mungu. Na Kevo ningeanza na wewe. Ukisumbua hivi ni kufinya tu button. Lakini kwa sababu sina hiyo nafasi, neema ya Mungu jamani inatutosha. Yani imagine hata kama dhambi iwe nyingi namna gani, hakuna siku itafikia neema ya Mungu. Hakuna siku. Ukitenda dhambi hata kilo 120, neema ya Mungu inakuwa 200. Hata dhambi ifanye namna gani, ningekuwa na muda ningefunza hivi. Jamani, neema ya Mungu ndio inayotuokoa. Sikia hivi, Mungu amekubariki kweli. Tunaenda kulaunch album inayoitwa Nashukuru. Ni wapi Mungu ametembea na wewe? Angalia kwa sekunde mbili, ni wapi Mungu amesimama na wewe? Ulikuwa hospitalini ukatoka, ambie Mungu asante, shukuru Mungu. Comrade, Bwana asifiwe. Kuna wakati landlord anakuvumilia. Naambia jamani landlord, ngoja kwanza nitatuma pesa. Anakuambia jamani, pesa ama niweke mlango kifuli? Pesa ama niweke mlango? Naambia landlord tu ngoja kidogo tu, mpaka anakuvumilia mpaka unapata kulipa rent. Si ushukuru Mungu? Kuna watu wengine hapa tunachakula siku baada ya siku. Vile ticha alifunza akasema tunachakula wapi? Kwa fridge, zinaharibikia kule na uwezi kupea watu. Uchoyo wa namna huu. Tunahitaji Yesu atuokoe. Wewe una kazi? Jamani, mshukuru Mungu kwa kazi. Kuna watu hawana kazi, shukuru Mungu kwa kazi. Jamani, kama Mungu amesimama na wewe, jamani wana Kenya Service, mtoto wako anatoka hapo shuleni anaenda nyumbani salama, umeambia Mungu nini wewe? Mume wako anarudi nyumbani jioni, ambia Mungu asante. Ni vile Mungu anasimama na mume wako. Kuna kipindi ambacho unahitaji Yesu atembee nawe, kinakuwa kigumu. Mungu amesimama nawe. Kazini ilikuwa uvutwe, lakini bado Mungu amesimama na wewe. Shukuru. Bwana asifiwe. Mungu vijana tu vijana wetu Bwana asifiwe. Tuko katika mahusiano. Una mtu ambaye anakupenda. Na huyo mtu ukianza kuangalia darubini yako vizuri, kuna njia nzuri ama kuna mwangaza katika mwisho wa tunnel, mnaweza mkajenga familia. Umewahi shukuru Mungu kwa mahusiano yako? Haujawahi. Leo ni siku ya kumshukuru Mungu. Watu wa Mungu, tunasafiri tukielekea sehemu mbalimbali. Tunarudi, kuenda na kutoka inagharimu mkono wa Bwana. Ni lini wewe kamshukuru Mungu? Watu wa Kenya Service, Bwana asifiwe. Wageni tumekuja kushukuru Mungu pamoja nanyi, pamoja na vijana wetu. Mungu amekuruhusu unasoma, shukuru Mungu sana kwayo. Mungu anaruhusu vitu fulani vikufanyikie katika maisha yako, shukuru Mungu sana kwayo. Hata kama mabaya yapo, lakini bado anakupenda. Hiyo inagharimu nini? Mkono wa Bwana. Bwana asifiwe. Swali ndio hii. Wakati wa taabu, Mikaeli atasimama. Amina. Mimi naomba Mikaeli asimame nawe. Watu wa Kenya Service, vile Mungu amesimama nawe. Nyinyi ni watu 5 pale nyumbani. Kila mtu atafute simiti moja ya kanisa ya kumshukuru Mungu mwaka huu. Hujaenda hospitali, mchungaji hajakuja kwako aombe kwa sababu ya ugonjwa, uko salama. Mshukuru Mungu. Amen.
Mimi sijakuja kuambia lingine. Mungu amesimama nawe wakati wa taabu. Jamani, toa kitu ya kumshukuru Mungu. Leta kiti moja kanisani kwa mshukuru Mungu. Pale nyuma kuna tenti inahitajika pale. Tutakuja wakati mwingine. Jamani, mtu jitoe. Tutafute tenti ya pale nyuma. Tutafute tenti nyingine hapa pia. Tutakapojipanga kuhama katika boma hii, tuende kwenye kanisa ya Kenya Service ipo. Wana Kenya Service, nipe dakika 2 niongee nanyi. Mungu amesimama na mzee wako, anaenda kazi, anarudi nyumbani vizuri. Mna amani, mnaamka salama. Kuna familia za watu zimesambaratika kule nje. Jamani mama, mshukuru Mungu kwa familia yako. Binti wako anasoma shuleni. Kule shuleni kuna hatari nyingi. Hajawahi meza hata kalamu, hajawahi meza rabaa, hajawahi meza kichote kibaya, lakini bado anakuwa shuleni akiwa sawa. Mshukuru Mungu. Hospitali, pesa hospitali inapatikana. Mbona kansa haijakubomoa wewe? Si ati wewe ni mzuri kuliko watu wengine, lakini Mungu kuna kazi anahitaji umfanyie. Mshukuru Mungu. Watu wa Mungu, najua watu wampendi ujumbe mkali kama huu. Mnapenda ya kucheka cheka. Ni sawa, kuna amani katika boma la kwako. Mshukuru Mungu. Mko watu wangapi kwenye familia jamani? Mko watu 5. Sema tu mwezi huu, mshahara ya mwezi huu na kata. Hii ni ya kumshukuru Mungu. Si kulipa Mungu. Nitatoa zaka kamili, nitatoa sadaka kamili, lakini nitoe kitu ya kumshukuru Mungu. Tumshukuru Mungu kwa sababu tunaona vizuri, tunatembea vizuri, tunakula vizuri. Ukikula unashiba. Hiyo chakula inakaa sawa sawa tumboni. Kisha utaenda kuitoa, ambia Mungu asante. Haujawahi kulia pipe. Tumshukuru Mungu. Nataka tu niombe na watu wachache ambao wanasema kwa kweli Mungu, kweli umesimama nami. Ninahitaji nikushukuru kwa ile kidogo niko nacho. Mungu, kwa kweli nitatoa kila mwezi. Mungu, nitatoa shilingi 1000 ya kukushukuru tu kwa sababu ya ujenzi wa hii kanisa. Nitatoa 200 kwa sababu ya ujenzi wa hii kanisa. Nitatoa shilingi 50, shilingi 20 kwa ujenzi wa hii kanisa. Watu wa Mungu, tujenge kanisa wana Kenya Service. Bwana asifiwe. Amen. Mungu amesimama na wewe. Unaishi kwa rental, bado Mungu anakushikilia. Mshukuru. Swali ndio hii wana Kenya Service, utamshukuru Mungu vipi? Nunua hata simiti moja 750 ya kumshukuru Mungu. Unaendesha gari, unatoka jioni, unarudi asubuhi. Shukuru Mungu. Sio lazima urudi jioni. Si lazima. Lakini kama Mungu amesimama na wewe msikilizaji, Mungu anahitaji kushukuriwa. Ndio tunaenda kulaunch album inayoitwa Mshukuru Mungu. Nimesikia ni wimbo mtamu sana. Tu support hawa vijana kwa kutoa. Na moyo unaotoa ni moyo unaobarikiwa. Amen. Na kama Mungu hata kubariki, usiwahi toa. Kama unadhani kweli Mungu hawezi nibariki, usiwahi toa hata ndururu. Lakini kama Mungu amekubariki jamani, mshukuru. Mungu aweze kutubariki. Amen. Naenda kuimba wimbo moja. Kama uko na jambo la kumshukuru Mungu, wewe njoo mbele tuombe. Siwaambii msimame, wewe njoo mbele tuombe. Jambo la mwisho, mtoto wako yuko shuleni Nairobi, anasoma salama, kila kitu kiko sawa. Majenzi wakileta shida, yeye bado ako salama. Umemshukuru Mungu kwa hiyo? Umewahi toa protection ya watoto wako? Unaambia Mungu, hii sikulipi, hii nimempa tu wewe kwa ajili ya kulinda watoto wangu. Wanakuwa wagonjwa, Mungu nasimama na wao. Tumshukuru Mungu. Kristo, usiimbe. Angalia vile Mungu amekushukuru. Usiimbe. Fikiria tu pale Mungu amesimama na wewe mpaka leo umefika umbali huu. Ukitoka hii kazi, unaenda kazi nyingine. Mimi napenda huyu Yesu jamani. Unatoka kazi hii, anafungua njia nyingine, unapata kazi nyingine. Mbaji mfalme, vitu vyote vyako ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Uliyeniumba na
kutegemea. Elda, asante sana. Budi kuzisifu hisani zako kuu, sina budi kuzisifu hisani zako kuu. Nitatoa nini kwanza vyote vyako, upendo wako wadai moyo wa shukrani, upendo wako wadai moyo wa shukrani. Nipewe neema niwe na uwezo wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako, wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako. Uliyeniumba na kutegemea, sina budi kuzisifu hisani zako kuu, sina budi kuzisifu hisani zako kuu. Asante sana. Tunapoendelea kuimba, fikiria kile utamshukuru Mungu nayo kabla mwaka huu kuisha. Umekuja katika makambi, yani Mungu amekuongoza ukahudhuria makambi ya Wasabato, tukasema maximizing every opportunity yenye Mungu amekupa. Tumshukuru Mungu. Sina budi kuzisifu hisani zako kuu, sina budi kuzisifu hisani zako kuu. Kristo wa neema yote, imbisha moyo wangu, mifulizo ya baraka inaamsha shangwe kuu. Unifunze nikupende, nikuandame kote, moyo wangu ukajae furaha na tumai. Namshukuru sana Bwana aniwezesha huku. Asante sana. Nataka tuombe. Mungu amesimama na wewe. Kwa kweli unahitaji umpe kitu ya kumshukuru. Usisite. Nenda mkae pamoja kama familia. Mseme leo, we just want to thank God for the goodness he has done unto our family. We just want to thank God for the protection. Yani ametulinda. Tumshukuru tu Mungu. Hatumlipi Mungu, tunamshukuru. Fikiria pahali Mungu amesimama na wewe. Wakati wa taabu amekuondoa. Wakati wa shida amesimama nawe. Tunahitaji huyu Yesu asimame nanyi kila wakati. Ombi langu ni kwamba naomba huyu Yesu asimame nanyi maisha yenu yote. Wakati wa uzuri, wakati wa taabu asimame na nyinyi. Mimi naenda kuomba. Fikiria kile utamshukuru Mungu kwayo. Hata kama utaenda kutafuta watu wa kusaidie kujenga hili kanisa, kuja tuambia elders, naomba muniombe, naenda kumkuta mtu fulani. Wacha Mungu ayeyushe moyo wake, tuje tupate kununua ploti yetu wana Kenya Service. Mimi najua inawezekana. Je, wewe inawezekana? Mimi kama mchungaji nitaishi kuwaombea. Endeni munirokotea watu wote, muniite, mimi ndakuja kuwachochea watoe pesa. Tuombe. Mungu wetu, asante kwa sabato ya siku ya leo.
Tunakushukuru kwa kuwa umesimama na sisi, umetuongoza, umetushika mkono. Tumelala hospitalini lakini umetutoa. Tumeenda kuzika wengine katika uchungu, sisi bado umetuhifadhi. Mungu wetu tunakushukuru. Asante kwa kazi, asante kwa kutulinda, asante kwa kutuamsha hata asubuhi. Tumekunywa kiamsha kinywa, sasa pia tutaweza kula chakula cha mchana. Mungu tunakushukuru. Umetupa afya njema, Mungu upewe sifa. Umetulinda na familia zetu, Mungu upewe sifa. Kazi zetu kuna wakati ni ngumu, lakini Mungu umesimama nasi, tunasema ni asante. Wakati wa taabu, Mikaeli simama na sisi. Simama na kazi zetu, simama na familia zetu, simama na pahali ambapo tunaishi Mungu, kwa sababu tunajua ya kuwa una uwezo. Bariki hawa watumishi wako ambao wamesimama. Kuna pahali umesimama na wao na wamesema Mungu haitaenda namna hii. Umewapa afya njema, umewalinda, wako na sababu ya kukushukuru. Huenda ni kutoa, huenda ni kukuimbia, huenda ni kufanya kazi yako. Mungu wapokee. Mungu wetu, sisi ni watenda dhambi. Mungu wetu, tuandae katika ufalme wako, tusamehe makosa, tukubali tena, na tunaamini utapata kutulinda na kutuongoza. Tuko na imani ya kuwa tuongoza mpaka mwisho wa dahari. Hata kuna wale Mungu wetu wako taabuni, Mungu wetu, simama na wao. Kuna ndoa za wenzetu Mungu wetu hazina amani, simama na wao. Kuna wenzetu Mungu wetu wana changamoto, simama na wao. Kuna familia hazina amani, Mungu wetu, simama na wao. Tuko na imani utatulinda Mungu wetu. Wenda kuna wawili watatu wamesema Mungu wetu hawatalala, wataomba wapate fedha ya kutosha, ili Mungu wetu tujenge kanisa la Kenya Service, ili Mungu wetu hilo shamba tulipe kwa jina la Yesu. Mungu wetu, inawezekana. Mungu wetu, wenda mimi sina pesa, nitaenda kutafuta watu fulani. Tafadhali Mungu, tangulia kaongee na wao. Mungu wetu, bariki wana komiti na wazee wa kanisa hili. Uwape Mungu wetu nafasi na nguvu na uwezo, ili wapate fedha ya kutosha kujenga ili kanisa na hata kununua ploti yao. Mungu wetu, si ile mchanga pahali ipo Mungu, tunaiombea. Weka kambi pale, bariki hiyo kiwanja, na sisi wote Mungu wetu tubariki tunapokungoja urejee mara ya pili, tukiomba katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Mungu aweze kuwabariki tena. Amen.